Jitahidi sana kusikiliza sauti ya Mungu uliyemwamini, ya Mungu uliyempokea. Anapenda ufanye nini? Anataka ufanye nini? Hatua tuliofikia inahitaji utulivu wa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu nimewatangazia kwamba tuko mbingu ya 7, na mbingu ya 7 tumekaa nayo kwa muda mrefu, tulikuwa hatujafikia kilele. Kwa manake kuna kilele toka namba 1, 2 mpaka 12, lakini kwa sasa tumefika kilele cha 12. Unajua, nilikuwa najiuliza kila nikisoma Biblia neno 12 zimejaa sana. Sasa kabla sina ufahamu, sikujua tarakimu hii 12 kwenye Biblia kwani imejaa. Sasa kwenye huu mfungo na haya maombi tunaendelea nayo, Mungu akawa ananifunulia, akawa ananiongeza ufahamu wa kile ambacho nakihitaji kitokee katika mfumo gani. Kwa hiyo Mungu akawa amejitokeza akasema nitangaze maombi ya siku 30. Nilisikia sauti, kwa sababu maombi siku 30 kwa asili ya mwanadamu, hata siku 2 tu ni gharama moja kubwa sana, kwa sababu mwanadamu chini ya jua, nafasi kwa ajili ya kumfanyia Mungu wa kweli ibada ni ngumu sana. Ukitaka kujua hili ninalokuambia, ufahamu unaoachilia, chunguza kwenye stori mlizokaa saruni au kijiwe kingine chochote, mna uwezo wa kupiga pere mpaka masaa 8. Lakini ukiingia kwenye maombi kwa ajili ya kumdhihirisha Mungu wako, dakika 5 tu ni nyingi. Dakika 5